na biashara. Atapatiwa Mheshimiwa Profesa Makame Mbarao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza awali ya yote ningelipenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola kwa mara nyingine ametupa kibali tukiwa katika dakika za lala salama katika bunge letu hili la 12. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya katika taifa letu hili. Sisi wa Tanzania tunajivunia sana na hasa maelekezo yake na kazi yake ambayo imetukuka sana, na Watanzania wanajivunia kwa umahiri mkubwa wa uongozi ambao unaacha alama ndani ya taifa letu hili. Kwa fursa hii kumshukuru sana Daktari Tulia Ackson, Spika wetu wa Bunge, mama mchapakazi, na Mungu amfanyie wepesi sana kiasi kwamba tunamhitaji katika bunge hili, lakini na dunia vile vile inamhitaji sana. Spika, tunakushukuru sana. Naibu Spika, lakini kushukuru sana mwenyekiti wangu. Leo uko katika kiti, lakini katika kamati ndio mwenyekiti wangu wa kamati. Nikushukuru sana kwa miongozo yako mahiri na wajumbe wa kamati. Tumekuwa katika kipindi kizuri zaidi cha kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele katika upande wa viwanda na biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ya kwangu yatakuwa madogo na hasa katika upande huu wa tasnia ya biashara. Hivi karibuni tumeendelea kufanya kazi kubwa kuhakikisha Watanzania wazawa tunawekea misingi mizuri wafanye biashara vizuri. Na ndio maana katika hotuba ya bajeti hii imeainisha wazi kwamba kutakuwa na mabadiliko ya sheria sura 108 katika ibara ndogo ile ya 4 na subsection 3, kuondoa kifungu kile, kuruhusu biashara ziweze kufanyika, kuzuia wataalamu wetu wakati mwingine wanaofunga biashara bila sababu ya aina yote. Lakini badiliko lingine tutalifanya katika kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 7. Hichi tutaingiza kifungu kidogo kwa lengo kubwa kuhakikisha kuainisha baina aina ya biashara ambayo wageni hawapaswi kuifanya ndani ya taifa letu hili. Eneo hili lilikuwa kilio cha muda mrefu ambao bunge hili sasa linaenda kuweka historia kwa mara ya kwanza kuainisha biashara hizi zinaweza kufanywa zipi ambazo wenzetu wageni hawapaswi kuzifanya. Na hii sio ubaguzi. Hii kokote inapotokea katika nchi mbalimbali, lengo kubwa ni kwamba kuangalia watu wahusika wa eneo hilo watanufaika vipi katika maeneo hayo. Katika eneo hili naomba niwashukuru sana Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo kwa kazi kubwa tumeendelea kuifanya pamoja, kuhakikisha kwamba tumeainisha kwa pamoja, kuona kwamba jinsi gani wa Tanzania katika maeneo mbalimbali, na ile pale ilikuwa kama reference point. Manake tutatoka pale itaenda katika maeneo mbalimbali, na hasa katika eneo hili litakuja na mwongozo maalum kuhakikisha aina gani za biashara haziwezi kufanywa na watu ambao sio wageni. Ambao sasa hili ni waombe wa Tanzania. Hii ndiyo commitment ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambao ameahidi kuwalinda wa Tanzania na ameifanya kwa vitendo sana sana. Tumpigie makofi sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa mfano sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu kama tunavyofahamu, vijana wetu kina Profesa Makidemi hapa na Daktari Bashiru wanafahamu, vijana kila mwaka wanazalishwa katika vyuo vyetu. Hawa walikuwa wataalamu wazuri sana wakiwa wanatoa kufunzi katika maeneo ya vyuo hiyo. Leo hii idadi ya vijana inaongezeka. Hivi karibuni nimezungumza, takwimu zinapanda kila wakati. 2021 mwaka 2021 vijana walikuwa takriban 54.8. Leo hii idadi ya graduates wanapanda kila mwaka, wameshafikia takriban 67,000. Absorption capacity sio serikali ya Tanzania pekee yake, dunia nzima. Hamna public sector itaweza kuchukua watu wote, especially katika nchi yetu inaendelea. Sekta muhimu ni sekta ya viwanda. Katika eneo hili naona bajeti ya mwaka huu jinsi gani imeainisha swala zima tutengeneze misingi mizuri ya kuhakikisha viwanda vyetu vinafanya vizuri nchini mwetu. Sasa kama nchi tumeenda vizuri katika sera nzuri za Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndani ya kipindi hichi cha miaka 4 tumetoka idadi ya viwanda 52,128 tumefika viwanda 80,128, ambao nayo ni ongezeko kubwa sana katika viwanda hivi. Eneo hili maana yake nini? Kama nchi tumeanza kujitoleza katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano, eneo la mabati. Mahitaji yetu ya mabati kwa nchi kwa mwaka ni tani 130,000. Leo hii viwanda vyetu vya Alaf, kiwanda cha Rozia, King Lion na MMI wameweza kuhakikisha kuzalisha idadi ya mabati inayofikia tani 260,000. Maana yake ni nini? Tumeweza kukizi mahitaji ya ndani na kuwa na surplus. Katika eneo hili lazima tulinde viwanda vya ndani. Na ndio maana tushukuru bajeti ya mwaka huu imekuja na mipango mahususi ya kuhakikisha kulinda viwanda vya ndani na hasa katika upande wa mabati. Lakini leo hii angalia hata kiwanda Float Glasses
Sisi leo Tanzania tumekuwa watu nchi ya mfano. Tumeweza kuwekeza viwanda viwili, kile cha Safaya na cha Keda, ambao mahitaji yake sasa yamexceed expectations zetu. Tunaweza kusafirisha sasa mahitaji yetu mpaka nchi mbalimbali za Afrika, mpaka Middle East. Eneo hili lazima tulilinde. Na ndio maana nikushukuru sana Comrade Mwigulu Nchemba, uliokuja na bajeti ambayo inaakisi mielekeo ya nchi yetu tufanye vipi. Na hii ndio sera nzuri ya kuwafanya wawekezaji wawe na confidence wanapokuja kuwekeza Tanzania, wataweza kulindwa. Lakini ndugu zangu, naomba niwaambie, tumeenda mbali. Leo hii ukienda katika bwawa la Nyerere, mradi wetu wa SGR, ambapo idadi ya nondo zinazotengenezwa zote zinazalishwa nchini. Tuna viwanda takriban 24 nchini mwetu. Ukianzia kiwanda cha Zia, wale Camel, MOE na wengine. Leo hii tunaweza kuzalisha nondo ambazo zinatosheleza zaidi ya 200, bado inatakiwa tuzipeleke nje ya nchi. Ndio maana serikali imekuja na mipango jinsi gani kulinda eneo hili, tasnia hii. Na eneo hili manake sio ubaguzi. Lengo ni kwamba kuwalinda Watanzania. Tukishindwa kulinda bidhaa hizi, wale viwanda watashindwa kuendeleza viwanda, vijana watashindwa kupata ajira, nchi yetu itakuwa nchi sio salama. Nikushukuru sana Mwigulu Nchemba kwa mara nyingine. Umekuja na bajeti ya mikakati ambayo inatafsiri dhana ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha viwanda hivi tunalenda. Ndugu zangu, naomba niwaambie, kazi kubwa inaendelea. Leo hii kwa mfano kwa upande wa simenti, demand yetu ni tani milioni 8. Leo hii production yetu karibuni tumefika tani milioni 10. Maana yake ni nini? Nchi yetu inaenda kujitegemea zaidi. Na maana ni kwamba tunapofanya sera kama hizi, tunawapa confidence wa wawekezaji na vijana wetu, tunatengeneza misingi mizuri ya ajira. Hatupaswi kuwa wachuuzi wa biashara za wengine. Lazima tutengeneze misingi ya biashara za kwetu. Hapa ndugu yangu, Bashe inawezekana atakuja kuzungumza katika tasnia ya sukari. Kumbukeni tulivyokuwa tunahangaika miaka ya nyuma. Leo hii unaona jinsi gani sera nzuri zimesaidia swala zima la uwekezaji viwanda vya sukari. Kiwanda chetu cha Kagera kwa Kangu Bashiru yuko kule, uzalishaji wake unapanda leo karibu tani 130,000. Kilimanjaro Sugar tumeenda kuweka jiwe la msingi pale. Expansion yake inatoka tani 130,000 mpaka tani 270,000. Bagamoyo Sugar kiwanda capacity yake ni tani 50,000. Lakini Kilimanjaro Sugar leo hii Kilimanjaro tani 100,000. Ambao hii unaona kwamba jinsi gani maeneo mbalimbali tunaenda kuondoa matatizo ya kufanya importation katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Lazima kama nchi tulinde biashara zetu. Ndugu zangu, naomba niwape habari njema. Mara kwanza nchi inaweka historia katika upande wa viwanda. Bunge hili limelia na mabunge mengine yamelia swala la miradi mikubwa ya vielelezo, mradi wa Engaruka na mradi walichuma na Mgaliganga. Mwenyekiti, nikushukuru hili. Wewe umetoka mkoa wa Njombe, umelisimamia kwa vitendo katika kamati yako ya bunge. Leo hii ndugu zangu, tunaenda kuweka historia. Mungu akijalia, huenda mwezi Septemba tunaenda kuweka jiwe la msingi la kiwanda cha Mchuchuma cha Liganga for the first time, haijawahi kutokea. Ni kazi kubwa inaendelea. Hii ni outstanding performance katika serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika mradi wa Engaruka tumeshamaliza taratibu zingine zote, si muda mrefu tutapata mwekezaji ya kuhakikisha tunazalisha magadi soda. Maana yake ni kwamba nchi inaenda kujitegemea zaidi. Na maana yake tunaweka misingi mizuri ya kuwa exporters zaidi kuliko ni kuwa importers. Tunaenda kutengeneza misingi ya heshima ya nchi. Nchi inayojitambua, nchi inayoweka vielelezo kuhakikisha kwamba wananchi wake wanalindwa. Ni waombe wa Tanzania, tunapoenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mafanikio haya yote hayawezi kujivunia nayo kama tutashindwa kulinda amani yetu. Amani ndio jambo la msingi. Bajeti hii Mwigulu aliyoiwasilisha hapa na Profesa Kitila Mkumbo, mpango wa nchi yetu, yote haya yatafanikiwa endapo amani inakuwepo. Angalieni mataifa mengine leo hii, watu mabwana wamedhalilika, wanakuwa watwana. Ni kwa sababu amani imetoweka. Tumuombee sana rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameonyesha mfano wa rais ambaye anafanya kwa vitendo sana. Hili Watanzania niwaombe, tutumie fursa hii. Tulinde amani yetu, tusikubali hata kidogo. Kama kuna yoyote katika njia moja au nyingine anataka kuhatarisha amani yetu, hasa katika katika uchaguzi, tusikubali hata kidogo. Mwenyekiti, mimi nishukuru sana, na hakika wabunge nafahamu hii sasa ni raha salama kuamkia gazetini. Wabunge wote tuombeane. Tuna siku chache, tuombeane. Na kila mtu anatamani kurudi hapa. Tuombeane sana, na mimi sina mashaka kwa kazi hii kubwa iliyofanyika ndani ya nchi yetu. Watanzania wataona. Watanzania wameshuhudia kwamba hii kazi imefanyika kubwa sana. Mwenyekiti, nikushukuru sana, na mimi naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Daktari Selemani Jafo. Nilimuita Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, atafuatiwa na Mheshimiwa Engineer Hamad Masauni. Mheshimiwa Deus Sangu ajiandae.
Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote na mimi napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa leo tukiwa na afya njema. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii ya kipekee kwanza kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuliongoza taifa letu na kutimiza miaka minne katika uongozi wake imara na wenye maono makubwa ambao umeleta maendeleo makubwa hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na masuala mengine, Mheshimiwa Rais ameendelea kuweka mkazo na kipaumbele katika kuendeleza sekta mbalimbali za maendeleo hapa nchini, ikiwemo sekta ya usafiri, usafirishaji na usambazaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tumekuwa mashuhuda na tumeona uthubutu mkubwa wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuendeleza na kusimamia miradi ya kimkakati kama vile ujenzi wa reli ya kisasa SGR, ujenzi na uboreshaji wa mabandari nchini, ujenzi na uendelezaji wa sekta ya usafiri majini kwa pamoja na ujenzi wa meli, uboreshaji wa kampuni yetu ya ndege ya Air Tanzania, ikiwemo na ununuzi wa ndege za kisasa za Air Tanzania pamoja na ununuzi wa rada za kisasa kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha napenda kutumia nafasi hii vile vile kuwashukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwa maelezo yake mbalimbali wanayotupatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wenye viti wote wa Bunge pamoja na waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa mnayofanya na michango yenu mikubwa ambayo umetupatia katika bajeti hii, hasa kwenye eneo la sekta ya uchukuzi, sekta ya usafirishaji na sekta ya usambazaji kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijikite zaidi kwenye mafanikio makubwa yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano. TBC1